Mzee wa miaka 85. Vita vya miaka 7 vimekwisha. Israeli wanapokea urithi wao. Lakini Kalebu, mzee huyu jasiri, anajibu kinyume cha matarajio ya kila mtu. Anaongea kama kijana mwenye nguvu, nipe mlima huu. Si mlima rahisi. Mlima wa Waanaki, watu warefu, wakubwa, wanaogeteza Israeli. Kwa miaka 45 Kalebu amengojea dakika hii. Tangu pale Mungu alipomwahidi katika jangwa la Kadeshi Barnea. Sasa ni wakati. Je, ni nini kinachompa Kalebu ushujaa huu? Ni nini kinachofanya mzee wa miaka 85 aongee kama shujaa wa miaka 25? Katika Yoshua sura ya 14 mstari 1 hadi 15 tutaona mfano mkuu wa imani inayoshinda miaka, hofu na hata uzee. Tusikize Kalebu akizungumza. Kama Bwana alivyosema, amenihifadhi hai kwa miaka haya 45. Sasa tazama, nina miaka 85 leo, lakini bado nina nguvu kama ile siku Musa aliponiuma. Hapa si mazungumzo ya kikawaida ya mzee. Hapa ni ushuhuda wa mtu aliyeishi na Mungu kwa miaka mengi. Kalebu hakusubiri kwa bure. Hakungoja Mungu kwa bure. Na hatakubali kuwa na hofu kwa sababu ya umri. Badala yake, anaona miaka 85 kama siku ya ushindi mkuu. Yoshua 14:6-7 inasema, hapo Kalebu alimjia Yoshua akamwambia, unalijua neno ambalo Bwana alimwambia Musa, mtu wa Mungu, kuhusu mimi na wewe huko Kadeshi Barnea. Hebu tuangalie kwa makini mazungumzo haya ya ajabu. Yoshua saa 14 na madakika 10:12 inasema, sasa tazama, Bwana amenihifadhi hai, kama alivyosema, kwa miaka haya 45 tangu Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli walipokuwa wakitanga jangwani. Sasa tazama, nina miaka 85 leo. Nina nguvu leo kama ile siku Musa aliponiuma. Nguvu zangu za leo za vita na za kutoka na kuingia ni kama zile za hapo. Haya ni mazungumzo yasiyoweza kueleweka bila Mungu. Mzee wa miaka 85 akisema ana nguvu kama kijana wa miaka 40. Kuna jambo fulani hapa. Kalebu hakusema hivi kwa kiburi. Alisema kwa imani. Alisema kwa ushuhuda wa miaka 45 ya kuishi na Mungu. Na kisha maneno yaliyo ya kushangaza zaidi, basi nipe mlima huu ambao Bwana aliahidi siku ile. Si ardhi rahisi. Si eneo la amani. Mlima wenye Waanaki. Kalebu anataka hasa eneo lenye vita vikuu. Kwa nini? Kwa sababu amejifunza jambo moja muhimu: Mungu ni mwaminifu zaidi pale ambapo changamoto ni kubwa zaidi. Waanaki walikuwa ni watu warefu, wakubwa, walioogofya Israeli miaka 40 iliyopita. Lakini Kalebu hawakumwogofya wakati huo na hawamwogofi sasa pia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye hapo awali na yuko pamoja naye sasa pia. Kuna mambo mengi tunayoyapoteza katika hadithi hii. Kwanza, Kalebu alisubiri miaka 45. Si wiki 45, si miezi 45, bali miaka 45. Huo ni mzunguko mzima wa maisha ya mtu. Watu wengi wangekuwa wameacha imani miaka 5 tu baada ya ahadi. Lakini Kalebu alikumbuka kila siku ahadi ya Mungu. Pili, Kalebu alisema nina nguvu leo kama ile siku. Hii si kawaida kwa mzee wa miaka 85. Lakini Mungu alikuwa akimhifadhi kwa lengo fulani. Mtu anayemtumikia Mungu kwa uaminifu hupata nguvu za kipekee za kufanya kazi yake. Tatu, Kalebu hakuchagua eneo rahisi. Alichagua mlima wa Waanaki. Hawa walikuwa ni wazao wa Anaki, watu wakubwa, warefu, wenye nguvu. Ni watu waliowafanya wapelelezi wengine wa Israeli waogope na kusema, tumekuwa kama nzige machoni pao. Lakini Kalebu aliwaona kama nafasi ya kuonyesha ukuu wa Mungu wake. Je, una changamoto kubwa katika maisha yako? Labda hiyo ni sehemu ambapo Mungu anataka kuonyesha ukuu wake kupitia wewe. 4, Kalebu alisema, Bwana atakuwa pamoja nami. Si labda atakuwa, bali atakuwa. Huu ni uhakika wa mtu aliyejua Mungu kwa miaka mengi. Miaka ya kupiga vita pamoja na Mungu yamemfundisha kuwa Mungu ni mwaminifu daima. Hadithi ya Kalebu inatuonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, mabadiliko kutoka subira hadi utimilifu. Miaka 45 ya kusubiri si bure. Mungu alikuwa akimwandaa Kalebu kwa siku ya ushindi.
Wakati mwingine tunafikiri Mungu amechelewa, lakini anapanga mambo kwa wakati wake kamili. Kalebu wa miaka 40 hakuwa tayari kupambana na Waanaki. Lakini Kalebu wa miaka 85 aliyepitia miaka ya mashujaa alikuwa tayari kabisa. Pili, mabadiliko kutoka ujana hadi uzee. Wengi wetu tunafikiri uzee ni wakati wa kupunguza kazi za Mungu. Lakini Kalebu anatuonyesha kwamba uzee unaweza kuwa wakati wa kazi kubwa zaidi za Mungu. Maana uzee unakuja na hekima, uzoefu na uhakika wa Mungu. Kalebu hakusema nimechoka, nipe ardhi rahisi. Alisema nipe mlima mkuu zaidi. Tatu, mabadiliko kutoka hofu hadi ushujaa. Miaka 45 iliyopita Waanaki walimwogofya Israeli wote. Lakini sasa Kalebu anawaona kama nafasi ya ushindi. Nini kimebadilika? Si Waanaki bado ni wakubwa, bado ni wenye nguvu. Lakini Kalebu amekuwa katika ujuzi wa Mungu. Amejifunza kuwa Mungu ni mkuu kuliko changamoto zote. Huu ndio mfundisho mkuu: imani ya kweli haikui tu, bali inakuwa kwa nguvu zaidi na wakati. Wanyamapori wa mlimani waliona mazungumzo haya ya ajabu. Simba, mfalme wa wanyamapori, tai, ndege anayeona kwa mbali, na farasi, mnyama wa vita, wote walishangaa. Mzee huyu ana miaka 85 lakini anaongea kama kijana mwenye nguvu. Ni nini kinachompa nguvu hii? Nimekuwa nikimwona kwa miaka mingi. Tangu alipokuwa kijana amekuwa akimwamini Mungu wake bila kugeuka. Imani yake ni kama mti mkongwe, inakuwa kwa nguvu zaidi kila mwaka. Lakini anachotaka ni mlima wa Waanaki. Hao ni adui wakuu zaidi. Si mimi ningeogopa. Ndiyo maana anashangaza. Binadamu wengi wanaogopa changamoto kubwa, lakini Kalebu anaona changamoto kama fursa ya kumwonyesha ukuu wa Mungu wake. Kwa miaka 45 amekuwa akisubiri dakika hii. Hakuna subira ya bure, Mungu alimkuza na kumlinda kwa lengo hili. Sasa naelewa. Si nguvu zake mwenyewe, ni nguvu za Mungu anayemwamini. Labda hii ndiyo siri ya ushujaa wa kweli. Je, unajifunza nini kutoka kwa Kalebu? Kwanza, jifunze kusubiri ahadi za Mungu bila kukata tamaa. Kalebu alisubiri miaka 45. Wewe unaweza kusubiri miaka michache, miezi michache, hata wiki chache kwa ajili ya kile Mungu amekuahidi. Subira si uzembe. Ni imani inayofanya kazi wakati wa kusubiri. Pili, usiache imani yako ikipunguza kwa sababu ya umri au hali ngumu. Kalebu alikuwa na imani kubwa zaidi akiwa na miaka 85 kuliko alipokuwa na miaka 40. Maana alijifunza kuwa Mungu ni mwaminifu kwa miaka mingi. Hali zako za leo zinaweza kuwa ni maandalizi ya Mungu kwa ajili ya kile kikuu zaidi kilichobaki. Tatu, usiogope kukabili Waanaki wako. Kila mmoja wetu ana mlima wa Waanaki, changamoto kubwa, tatizo zito, au kitu kinachoonekana kizidi nguvu zetu. Lakini kama Kalebu, tunaweza kusema, nipe mlima huu. Mungu atakuwa pamoja nami. 4, tumia uzoefu wako wa Mungu kama silaha dhidi ya hofu. Kalebu alisema nina nguvu leo kama ile siku kwa sababu alijua Mungu ni yule yule leo kama jana. Kumbuka mara ambazo Mungu amekuokoa, amekusaidia, amekuongoza. Hizo ni silaha zako za leo. Mwisho, amini kwamba ahadi za Mungu hazibadiliki. Zilizosemwa miaka 45 iliyopita bado ni za ukweli leo. Mungu hakubadiliki. Haubadiliki. Ahadi zake hazibadiliki. Na kama Kalebu, utapata nguvu ya kuyakabili yote yanayokungojea. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa mfano wa Kalebu. Tunaona jinsi imani ya kweli inavyokuwa na miaka badala ya kupungua. Mungu, tunataka imani kama ya Kalebu, imani inayosubiri ahadi zako miaka mingi, imani isiyoogopi changamoto kubwa, imani inayoona miaka ya uzee kama wakati wa kazi kubwa zaidi za utukufu wako. Tukiwa na mlima wa Waanaki wetu, yale makuu, magumu, yanayoonekana hayana ufumbuzi, tusaidie tuseme kama Kalebu, nipe mlima huu. Bwana atakuwa pamoja nami. Tupe subira ya kusubiri wakati wako na ushujaa wa kuchukua hatua wakati utakapowadia. Tunajua kuwa wewe ni yule yule jana, leo na milele. Ahadi zako ni za ukweli na hazitabadilika. Katika jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.